السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد. Ndugu zangu katika iman, ndugu wa Islam, wafuatiliaji wa vipindi vyetu mbalimbali vya Manhaj Online TV, leo hii niko hapa ndugu yenu kwa ajili ya kuweka sawa maneno ya bwana mmoja ambaye alisikika katika klipu yake video akiwa anaonekana yuko msikitini anafundisha, akawa nazungumza kuhusiana na masala ya uchawi, na akasema ya kuwa ikiwa mtu atafanyiwa mambo ya kichawi, basi mambo kama hayo yanaweza kuondoshwa kwa dua na adhkari zilizothibiti katika kitabu na sunna. Lakini mwisho wa maneno yake akaleta maneno ambayo yaliharibu kabisa yale maneno yake ya kwanza. Katika maneno yake ya mwisho alisikika akisema ya kuwa hizi dua na adhkar ni kwa wale ambao uchawi haujawakolea. Akasema lakini wakikuroga hasa, bwana yule akatumia neno mbwa, lakini wakikuroga mbwa, yani wakakuroga kwelikweli, ikawa uchawi ushaingia mwilini, lazima apatikane mchawi wa kukuokoa. Akaendelea kusema, akasema hii chukueni, yani anawaambia wale watu waliokuwa nao pale, anawaambia hii chukueni. Uchawi ukishaingia mwilini, kabla ya dua fanya mambo. Maana yake akiwa anawahimiza ya kuwa kabla hawajafanya dua na adhkari mbalimbali zilizothibiti, ikiwa uchawi umewakolea, basi wamtafute kwanza mchawi ambaye atawaokoa. Ndio alichokuwa anakusudia pale aliposema uchawi ukishaingia hasa mwilini, kabla ya dua fanya mambo. Akasema huu ndio Uislamu, yani huu ndio Uislamu kabisa. Kwa maana kwa yule ambaye uchawi itakuwa umemkolea, akaenda kwa mchawi mwingine kwa ajili ya kutibu ama kuondosha huo uchawi, akasema huo ndio Uislamu hasa. Akasema usipinge hichi ninachokwambia. Akamalizia kwa kusema kimethibiti, kwa maana usipinge wala sitokee mtu wa kupinga iko ambacho yeye amekisema katika darasa yake ile, kwa sababu kimethibiti. Naposema kimethibiti, anakusudia kwamba kimethibiti katika Qur'ani ama kimethibiti katika sunna, katika mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Michawi yote imekusanyika, ya Masasi, ya Vikumburu, ya Lushoto, ya Moshi, ya Pemba, machawi ya Sumbawanga, ya Buguruni na Kisiju, wote wamekusanyika wanga watupu. Huyu ana tunguli, mwingine ana kamba, mwingine ana nini sijui ana nyembe, yule tumuue tu. Na wachawi wana mtandao kama vitu vingine. Alafu anakuambia wachawi wana kawaida kukupiga alama hivi square. Sasa wanakubandika, inaitwa nini ile ya simu ile chip, unakuwa nayo. Wachawi wa Magomeni, umeelewa? Basi unakwenda na mwilika ile kwa wachawi wote, hata ukifikia Tanga sababu wetu, yani mchawi akimbiliki unamwilika wachawi. Ukikaa meza huyu anataka atolewe, kwa hiyo wakikosa huku unakwenda kuangukia kule. Kwa hiyo kukimbia mji sio kitu, dawa yake kudili na madua. Asubuhi mchana jioni, asubuhi mchana jioni, madua. Fanya dua za kutosha, soma sana Qur'an,
ndio ile chipu inazimika, inakufa betri ile. Sawa? Na hiyo bado hujarogeka. Lakini wakikuroga mbwa, basi lazima apatikane mchawi wa kukuopoa. Hii chukueni. Uchawi ushaingia sasa mwilini. Kabla ya dua fanya mambo. Ndio Uislamu kabisa. Alafu ndio usipinge hicho ninachokwambia, kimethibiti. Sasa maneno haya ukiangalia kwa haraka haraka tu, maneno hayako sawa kabisa katika dini yetu hii ya Kiislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa Makka karibia miaka 10 analingania tauhid, anawatoa watu katika kiza, anawapeleka katika mwanga wa kitabu na sunna, anatoa katika shirki, anawapeleka katika tauhid. Sasa yeye anawalingania watu kuwatoa katika tauhidi na kuwapeleka katika shirki. Sasa kauli yake hii maana yake ni kwamba ni qaulun batil, ni kauli ya batili, na ni kauli ambayo ina hatari sana katika itikadi ya Kiislamu, kwa sababu ni kauli ambayo inakwenda kinyume na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ama mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na nasema hayo kwa sababu ya nukta zipatazo 5 ama 6. Awalan, nukta ya kwanza, as-sihru kufrun wa min a'mali shayatin. Kwanza kabisa, uchawi ni kufuru na ni katika matendo ya mashaitani. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika surati al-Baqara aya ya 102 anasema, wama kafara Sulaimanu walakinna ash-shayatin kafaru. Na hakukufuru Suleiman, Nabii Suleiman alayhi salam, yeye hakukufuru, walakinna ash-shayatin kafaru, lakini mashaitani wale walikufuru. Allah subhanahu wa ta'ala akaitaja sababu ya kukufuru kwao, akasema yuallimuna an-nasa as-sihra, kwa sababu wao walikuwa wanawafundisha watu uchawi. Kwa uchawi ni katika mambo yanayompelekea mja kuingia katika kufuru. Sasa dallati hadhihi al-aya dalalatan sarihatan ala anna as-sihra kufr. Aya hii imejulisha wazi kabisa ya kuwa jambo la uchawi ni jambo la kufuru linalomtoa mtu katika Uislamu na kumuingiza katika ukafiri. Na pia inaonesha kwamba yule ambaye ataingia katika mambo ya uchawi, atatumia mambo ya uchawi ama ataridhia kufanyiwa mambo hayo, faqad ta'allaqa bi tariqi shayatin, kwa hakika huyo itakuwa amejifungamanisha na njia za mashaitani. Thaniyan, nukta ya pili, adhahabu ila saharati muharramun, jambo la kwenda kwa wachawi ni jambo lililoharamishwa, wa yufsidul imana, na jambo hili linaharibu imani ya mja. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yeyote ambaye atamwendea kuhani au mpiga ramli, mganga wa kienyeji, huyo mchawi ambaye ametajwa pale na shekhe katika darasa yake, akasema kwamba lazima umpate mchawi wa kukuokoa. Sasa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man ata kahinan au arrafan, wote hawa wanaingia katika hawa waliowakusudia. Fasaddaqahu bima yaqulu, kisha akamsadikisha kwa yale anayoyasema, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, basi huyo itakuwa amekufuru yale ambayo yameteremshwa kwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni hadithi ambayo amepokea Imam Ahmad na Al-Hakim na ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sasa itakuwaje hapa jambo la kufuru lifanywe kuwa ni dawa, ama uchawi ufanywe kuwa ndi njia ya kumfanya mtu apate ponyo kutokana na ugonjwa uliomsibu? Thalithan, nukta ya 3, faku sihri bisihri
min amali shaitan, kuondosha uchawi kwa uchawi ni katika matendo ya shaitan. Na hili tunalipata wapi? Lamma suila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ani nushra, pale alipoulizwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na nushra, jambo la kuondosha uchawi ama kutibu uchawi. Qala, akasema hiya min amali shaitan, akasema hilo ni katika matendo ya shaitan. Ni hadithi pia ambayo imepokelewa na Abu Daud, na vile vile ameisahihisha hadithi hii Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala. Kwa hii ni dalili ambayo iko wazi juu ya suala la kuponya uchawi an tariqi sahara, kwa njia ya kichawi. Jambo la kuponya uchawi kwa njia ya kichawi laisa shar'an, si jambo la kisheria, bal shaytaniyu, bali ni jambo la kishaitani. Kwa maana yeyote ambaye atakuwa amepatwa na jambo hilo kisha akaamua kwenda kuponya kwa njia za kishaitani, akaamua kwenda kwa mchawi mwingine, basi huyo itakuwa hajapita katika njia ya sheria, bali amepita katika njia ya shaitani. Rabi'an, nukta ya 4, dalilul Qur'ani ala anna ash-shifaa fi kalamillah. Ni nukta hii imekuja katika Qur'an, imekuja dalili katika Qur'an ya kuwa ponyo fi kalamillah linapatikana katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma, wa nunazzilu minal Qur'an, na tunateremsha katika Qur'an, katika aya zilizomo katika Qur'an, ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin, ziko aya ambazo ni ponyo na ni rehma kwa waumini. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wala yazidu adh-dhalimina illa khasara, na wala hawazidi madhalim isipokuwa khasara. Jambo hilo haliwazidishi madhalim isipokuwa khasara. Sasa Imamu Saadi rahimahullahu ta'ala wakati anaelezea aya hii akasema, fal Qur'anu mujtamilun ala ash-shifai war-rahma, Qur'ani imeenea katika shifa na rahma, yani ndani yake kuna shifa na kuna rahma. Lakini akasema walaysa dhalika likulli ahad, na hilo halikuwa kwa kila mmoja, ni shifa na rahma, lakini halikuwa jambo hilo kwa kila mmoja. Wa inna ma dhalika lilmu'minina bihi, isipokuwa jambo hilo ni kwa waumini. Jambo hilo la shifa na rahma kwa hakika si vinginevyo, bali ni kwa waumini. Almusaddiqina biayatihi, wale ambao ni wenye kusadikisha aya zilizopo katika Qur'an. Al-amilina bihi, ambao wanazitendea kazi hizo aya. Wa amma adh-dhalimuna bi'adami at-tasdiqi bihi au adami al-amali bihi, ama wale madhalim ambao wao wamekosa kuzisadikisha aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wamekosa kuisadikisha Qur'an au wameacha kuifanyia kazi Qur'an, fala taziduhum ayatuhu illa khasara idh bihi taqumu alayhimul hujja, kwa kuwa hizo aya zinasimama kuwa ni hujja dhidi yao wao, kwa hiyo haziwezi zikawa ni shifaa na rahma kwa wao. Kwa hiyo akasema Imam rahimahullahu ta'ala, fashifau alladhi tadammanahu alquran amun, shifa ama ponyo ambalo lipo ndani ya Qur'an ni amun, ni lenye kuenea. Lishifai alqulubi minashubahi, inaenea katika kuponya nyoyo kutokamana na shubha, waljahala, na ujinga, wal ara'il fasida, na mitazamo mibaya. Fa innahu mushtamilun ala alilmi alyaqini, kwa hakika aya hizo zilizopo katika Qur'an zimekusanya ilmu ya yaqini, alladhi, ilmu ambayo tazulu bihi kullu shubhatin wa jahala, huondoka kwa aya hizo kila aina ya shubha na kila aina ya ujinga. Lakini pia aya hizo akasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wal wa'dhi wat tadhkiri, aya hizi zinakusanya ndani yake kunakuwa na mauidha, kunakuwa na ukumbusho. Alladhi tazulu bihi kullu shahwa,
ukumbusho ambao huondoka kwa ukumbusho huo kila matamanio tukhalifu amra Allahi subhanahu wa ta'ala, matamanio ambayo yanakhalifiana ama yanakwenda kinyume na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walishifa'il abdani min alamiha wa asqamiha. Mwisho kabisa Sheikh rahimahullahu ta'ala akasema pia kwamba aya hizi zilizomo katika Qur'an zinakusanya ndani yake ponyo la miili. Walishifa'il abdani, ndani yake inapatikana ponyo la miili min alamiha wa asqamiha, ponyo ambalo natokana ponyo la miili kutokana na maumivu na magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo pale ambapo mtu atapata maumivu, pale ambapo mtu atapata magonjwa mbalimbali, basi ponyo limo katika Qur'an, ikiwa atakuwa ni katika wale ambao wanaifanyia kazi Qur'an, wanaiamini na kuifanyia kazi Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala amesema kuonesha kwamba Qur'an ni ponyo kwa magonjwa mbalimbali pale mtu atakapoiamini, tofauti na vile ambavyo huyu mzungumzaji yeye amezungumza. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ala lisani Ibrahim alayhi salam, Nabii Ibrahim alayhi salam alisema wa idha maridtu fahuwa yashfini, na pale ninapokuwa mgonjwa, ninapoumwa, fahuwa yani yeye Allah subhanahu wa ta'ala yashfini, ananiponya. Katika aya hii Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala akasema ay idha waqa'tu fi maradhi fa innahu la yaqdiru ala shifai ahadun ghayruhu, pale ninapoingia katika ugonjwa, ninapoumwa, basi hakuna yeyote ambaye anaweza kuondoa maradhi hayo, anaweza kuondoa ugonjwa huo kwangu mimi isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mwingine ambaye anaweza kuondoa kinyume na yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo suala la kusema kwamba mtu akipata ugonjwa kwa maana kwamba akasibiwa na mambo ya kichawi, basi ikiwa uchawi huo ni kwa kiwango kikubwa, aende kwanza kwa mchawi mwingine akafanye mambo, alafu baada ya hapo ndio afuatilize kwa dua na adhkari mbalimbali. Jambo hili si sahihi kwa mujibu wa aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala na namna walivyoelezea aya hii wanachuoni. Sasa utaona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka ponyo katika uchawi, bal fi tauhidi wat tawakkuli alayhi, bali Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ponyo katika tauhid wat tawakkuli alayhi, na kumtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya 5 ndugu zangu katika imani, hadiyun nabii sallallahu alayhi wasallam fi ilaji sihr, ni mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuponya uchawi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha vitu vyote, lile ambalo ni la khairi linawakaribisha watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafundisha, na lile ambalo ni la shari kwa umma wake amewafundisha na amewakataza kulisogelea jambo hilo. Sasa ni upi mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuponya uchawi? Lamma suhira an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, aliporogwa mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yadhhab ila sahir. Tunaona kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliporogwa hakuenda kwa mchawi, wala talaba ilajan shaytaniya, na wala hakutafuta ponyo lolote la kishaitani, bal mtume sallallahu alayhi wasallam qaraa muawwidhatayn, alisoma mtume sallallahu alayhi wasallam qul a'udhu birabbin nas, qul a'udhu birabbil falaq, watawajjaha ila Allah subhanahu wa ta'ala bidduai, na akaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa dua mbalimbali, kwa adhkari mbalimbali. Fashafahu Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akamponya, wala hakuanza kwenda kwa wachawi, ameelekea tu moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah akamponya. Na ni hadithi ambayo amepokea Imam Bukhari na Imam Muslim. Kwa kumalizia, hem tuangalie wanachuoni wanasemaje katika jambo hili, na hiyo itakuwa ni nukta ya 6. Wanachuoni katika nukta hii wana kauli mbalimbali, jambo la kuondosha uchawi kwa uchawi, wana kauli mbalimbali. Mwanachuoni wa kwanza hapa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika Majmu'ul Fatawa anasema, fa amma hallu sihri bi sihri mithlihi, ama kuponya uchawi
ama kuondosha uchawi kwa uchawi mfano wake, fahuwa haramun, jambo hilo ni haramu, wa huwa min amali shaitan, na jambo hilo ni katika matendo ya shaitani. Huyo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kauli ya pili, Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, yeye anasema an-nushratu naw'ani, kuondosha uchawi kuna namna mbili. Akasema ahaduhuma hillu sihri bisihri, namna ya kwanza ama njia ya kwanza ya kuondosha uchawi ni kuondosha uchawi kwa uchawi, wa huwa min amali shaitan, na hilo la kuondosha uchawi kwa uchawi ni katika matendo ya shaitan. Wathani, ama njia ya pili ama namna ya pili, birruqa wadduai wattaawudhati, ni kwa ruqya na kwa dua. Wa huwa jaizun, na hii ni jaiz, ni jambo lenye kufaa. Kauli hii ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala inapatikana katika kitabu Zadul Ma'ad. Naam, tukiendelea na kauli za wanachuoni, Imam Ahmad bin Hanbali rahimahullahu ta'ala, yeye alipoulizwa kuhusiana na jambo hili la kuondosha uchawi akasema la uhibbuhu wa huwa min amali shaitan. Katika riwaya ya mtoto wake Abdullah katika Al-Masail akasema Imam Ahmad la uhibbuhu, mimi sipendelei jambo hilo, wa huwa min amali shaitan, na jambo hilo ni katika matendo ya shaitani. Naam, waqala al-Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, akasema la yajuzu dhahabu ila as-sahrati liilaji sihri, haifai kwenda kwa mchawi kwa ajili ya kuondosha uchawi. Shekhe hapa yeye katika darasa yake ama katika mazungumzo yake na wanafunzi wake ama waumini wake akawaambia, ikiwa umerogwa hasa kisawa sawa, uchawi umekukolea, umeingia mwilini, basi tafuta kwanza mchawi, tafuta kwanza mchawi ili akuokoe. Akisha kutibia huyo mchawi kwa njia za kishirikina, basi kwa sababu mwanzo kule alitanguliza maneno kwamba wakisha kuweka alama, basi kutoka katika ama kuondosha alama hiyo inakuwa ni ngumu sana. Kokote utakoenda wakikuangalia tu wanajua huyu hapa ni wa kwetu. Lakini wanachuoni kama tunavyoona hapa, Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anasema la yajuzu dhahabu ila sahrati liilaji sihr, haifai kwenda kwa mchawi kuondosha uchawi, bal dhalika min ashirki al-akbar. Imam rahimahullahu ta'ala yeye akasema bali jambo hilo la kwenda kwa mchawi kuondosha uchawi ni katika shirki iliyokuwa kubwa. Ni kauli inayopatikana katika Majmuu Fatawa. Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yeye anasema katika al-Qawl al-Mufid, adh-dhahabu ila as-sahiri lifakki as-sihri, jambo la kwenda kwa mchawi kwa ajili ya kuondosha uchawi, ashaddu min as-sihri nafsihi, jambo hilo ni kubwa mno kuliko ule uchawi wenyewe. Kwa maana yule aliyekufanyia uchawi dhambi yake inakuwa ni ndogo kuliko wewe ambaye utatoka kwenda kwa mchawi mwingine ili akutibie huo uchawi uliosababishwa na mtu fulani. Wewe dhambi zako zinakuwa ni nyingi, ama dhambi yako hiyo inakuwa ni kubwa kuliko dhambi hiyo, kama alivyosema hapa Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, adh-dhahabu ila as-sahiri lifakki sihri ashaddu min as-sihri nafsihi. Naam, ndugu zangu katika imani, kwa hiyo tutaona ya kuwa alqawlu bi anna ad-du'a la yakunu illa ba'da adh-dhahabi ila as-sahiri qawlun batilun, kauli ya kusema kwamba dua ikiwa mtu atarogwa basi haifai yeye aanze na dua, bali anatakiwa aende kwanza kwa mchawi. Ama kwa maana kwamba hapa shekhe Allah muongoze alikuwa anakusudia aende kwa mganga wa kienyeji. Kwa maana mtu akirogwa aende kwanza kwa mganga wa kienyeji akatibiwe kule, alafu baada ya hapo ndio arudi sasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala biduai na adhkari mbalimbali. Jambo hili ni jambo la batili.
Na tafsiri yake kwa haraka haraka, tafsiri yake hapa kwa haraka haraka, yuqaddimu ash-shaytana ala ar-rahman. Tafsiri yake kwamba hapa anatangulizwa shaytan dhidi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana shaytan anaonekana yeye ndiye mwenye nguvu zaidi kuliko Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana akasema kule mwanzoni, akasema kama uchawi hauja kukolea basi utaleta dua, utaleta adhkari, lakini ukikukolea hasa uchawi basi unatakiwa kwanza uende kwa mchawi akutibie, alafu sasa ndio ufuatilizie na dua na adhkari mbalimbali. Kwa maana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa uchawi utakukolea yeye hawezi kuondosha. Ni ajabu iliyoje ya maneno mabaya kama haya kutoka katika kinywa cha mtu ambaye umma umemwamini ukamtanguliza mbele ili awaongoze watu. Sasa utaona kwamba yeye badala ya kuwalingania watu katika mwongozo aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye anawalingania kuwatoa katika mwongozo aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwarudisha katika ujahili. Kwa jambo hili la kuondosha uchawi kwa uchawi linaharibu tauhidi, ama linaharibu msingi ule wa tauhidi. Msingi wa tauhidi unaharibika kabisa, na ukiharibika msingi wa tauhidi maana yake tauhidi inaporomoka. Tauhidi ikiporomoka mtu anaingia katika shirki na anaingia katika kufuru. Sasa ndugu zangu, hii ni kwamba dua na adhkari zilizothibiti katika Qur'ani na katika Sunna haziwi nyuma kufuata uchawi, bali zenyewe zinatangulia. Zenyewe ndizo ambazo zinatakiwa zibatilishe ule uchawi. Kwa hiyo uchawi yubtalu bid-du'a wal-Qur'an, hubatilishwa kwa dua na hubatilishwa kwa Qur'an. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.